Awabariki, karibuni sana katika nyumba ya Mungu asubuhi ya leo. Na Bwana awabariki. Basi naweza kushukuru sana viongozi wetu, viongozi wa Pastor Mashari and the team na watendakazi wote. Bwana awabariki. Nimehisi kubarikiwa asubuhi ya leo kwa katika nyumba ya Bwana. Bwana wa majeshi awabariki. Amen. Bila kupotesha muda, kwa sababu muda wetu umeyoma pia na muda ungoji mfalme, ningependa tuende katika mafundisho ya neno la Mungu la ibada hii ya kwanza, ambaye nataka kufundisha ujumbe ambao umenibariki sana asubuhi ya leo, kuhusu kuwa na kiu na njaa kwa sababu ya Mungu, au kuhusu kuwa na kiu na njaa kwa sababu ya maisha yako ya kiroho kwa sababu ya Mungu. Amen. Na asubuhi ya leo this message imenikujia kwa nguvu sana, kuhusu kuwa na njaa na kiu kwa sababu ya uungu au kwa sababu ya Mungu. Amen. Na nilikuwa najiuliza maswali kwa sababu ya ujumbe huu. What's the reason ya kuwa na njaa na kiu kwa sababu ya Mungu? Na nikajua ya kwamba moyo wa mwanadamu hauwezi tosheleshwa na chochote kile kando na Mungu kukaa katika maisha ya mtu. Biblia inasema mbingu ni mbingu za Bwana, na mbingu ni kiti chake cha enzi, na Biblia inasema na dunia ni mahali pake pa kuweka miguu yake. Na maandiko yanauliza ni nyumba gani unaweza mjengea Bwana? Na nikagundua ya kwamba hakuna any beautiful sanctuary or a building unaweza jengea Mungu asikia kwamba ametosheleka au amekamilika duniani. Kila ambayo unaweza fanyia Mungu ni wakati ambapo unaruhusu Bwana au maisha yako kuwa makao rasmi kwa sababu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Napendezwa sana na tabia Daudi. Daudi anasema, naamini nitaona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Na akasisitiza sana na kusema, pasipo mwili huu nitamuona Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. I want to remind you, my brothers and sisters, that there will be a day, kwa njia moja au kwa njia nyingine, hatutaweza kuwa duniani vile tulivyo sasa. Kuna siku ambayo tutaondoka. Kuna siku ambayo mwili na roho utaachana, na maandiko yanasema roho itarudi kwa Mwenyezi Mungu, naye mwili utarudi mavumbini. Bwana Yesu asifiwe. Na ni vizuri kuelewa hayo, ya kwamba there will be a day ambayo mwili na roho itatengana. Mwili utarudi kwenye mavumbi, lakini roho inarudi kwa Mungu ambaye ndiye aliyemuumba. Jina la Yesu libarikiwe. Mimi sijawahiona mazishi ya roho. Umeiona? Mahali watu wamekusanyika wanaenda kushika roho. Watu wanakusanyika kushika mwili, sivyo? Maana already roho huwa inatoka, inaenda mahali ambapo alitoka. Sasa hata siku ya judgment, kile ambacho kinafanyika sio mwili ndio inahukumiwa, ni ile roho. Kama Mungu alipata nafasi, kama Mungu aliweza kuongoza huyo mwanadamu ambaye ni roho alipokuwa chini ya jua. Hebu tuangalie kitabu cha Zaburi 21 na mstari wake wa 4. Psalm 21. Zaburi ya 21 na mstari wake wa 4. Biblia inasema nini? Psalm 21 verse number 4, please. Ule ambao umepata Pastor Masharia, please. Alikuomba uhai, ukampa muda mrefu wa siku nyingi, milele na hata milele. Kama niko na mtu wa kuamini aseme amen. Alikuomba uhai na ukampa siku nyingi,
milele na hata milele. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hivyo uhai ni ya Mungu. Hajasema alikuomba mwili, anasema alikuomba uhai na wewe ukampa muda mrefu wa siku nyingi, milele na hata milele. Na mtu angesema haleluya. Siku ile ambayo ulipata habari njema ya wokovu na msamaha wa dhambi, ukaingia kwa maisha yako na ukapeana maisha yako kwa Mungu kikamilifu, from that time mpaka milele na milele, wewe sio mali yako tena mwenyewe. Nasema wewe sio mali yako tena mwenyewe. Jina la Yesu libarikiwe. Daudi anasema mimi sio mali yangu mwenyewe, mali mimi ni wa Bwana. Tayari amejitoa nafsi yake kikamilifu kwa Mungu. Kwa hivyo mpendwa, uhai uliye naye ni ya Mungu. So kila ambayo anastahili kuwa nayo ni wewe kujukumika na kuwa mwangalifu kuangalia gift of God iliye ndani yako ambaye ni uhai kila wakati, isije ikakuwa corrupted. Jina la Yesu libarikiwe. I'm very worried ya kwamba kanisa la Yesu, I don't talk about other nations but here in Kenya, ni kama kanisa linaendelea kudidimia day by day. Ile passion ya Mungu, ile upendo wa Mungu, I'm very disappointed ya kwamba inafika mahali ya kwamba watumishi wa Bwana na kanisa imefika mahali ya kwamba mpaka hivyo na leaders wanaona kama tumefungua sana mlango kwa kanisa, mpaka kanisa ni kama inakosa ladha. Na unajua anybody kila mtu anakuwa na nafasi ya kukosoa utakapojiandika, si ni kweli? Wewe dispose yourself to dunia na usiwaambie tena nyamaza maana hamjaniona na wamekuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati tunapoambiwa kwamba na nyinyi watumishi wa Bwana ni vizuri kujiangalia, mwacha kuruhusu madhabahu kwa eneo la kutesewa na kunajiziwa. It is very true. Unajua hata kuna ukweli ambao unaweza ambiwa na usikia kwamba inakuuma, lakini inabaki ikiwa ukweli. Huwezi badilisha ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. So wakati tunapofungua mlango ya kukosa kudhamini neema ya Bwana, kukosa kudhamini mwito ya wokovu, polepole ile neema inadidimia. So badala ile utukufu unaonekane zaidi, sisi tunaendelea kudidimia sana, kwa sababu tunakosa kuwa na ile kiu ya na kuprotect na kumaintain the gifts of God. So nataka tuende kitabu cha Mathayo sura yake ya 5 na mstari wake wa 6. Nafundisha kuhusu kiu ya Mungu katika maisha yako. Kitabu cha Mathayo chapter number 5 and verses number 6, please. Twende pale. Heri wenye njaa, na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Kwa maana hao watashibishwa. Na mtu angesema haleluya. Amen. Heri wenye njaa na kiu ya haki, kwa sababu hao watashibishwa. Jina la Yesu libarikiwe. Asubuhi ya leo ningependa kukukumbusha mteule ya kwamba ile upendo wa kwanza wa kiungu ndani yako, ile ambayo haungengoja mtu akutochee, ile ambayo ungeimbishwa hata kwenda kanisani. Actually my daughter, karibu sana. Nimefurahi sana Shiko kukuona. Mungu akubariki. Mungu asante kwa Mungu kulinda kwa hiyo muda yote umekuwa. Ni Qatar au ni wapi? Saudi Arabia. God bless you. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka hizo siku ambayo haungeimbishwa kwenda kanisa, haungeimbishwa kwenda kwenye ibada za home fellowship, haungeambiwa kwenda maombi ya kufunga. Ni wewe mwenyewe unajiorganize na unasikia kuna kitu ambacho kinainuka ndani yako. Haungeambiwa twende morning devotion. Wewe mwenyewe unasikia itafika asubuhi saa ngapi ili uweze kwenda kwa nyumba ya Mungu. Those days, na sio kwa mtu mmoja, na sio kwa kanisa moja. We must revive it in the name of Jesus. Nasema lazima tuulize tena Bwana kwa uamsho. Ile upendo wa kwanza hata ya witnessing,
ya kuambia watu habari za Kristo, ya kuambia watu habari za mbingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama mambo haya yote yamedidimia, watu wamenyamazisha sauti ya Mungu, na sisi ndio wawakilishi ya ufalme. Ni nini ambacho kinafanyika? Ni ile tamaa ya kiungu imeisha, ni ile kiu ya Mungu imedidimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Zile siku ambayo Pastor John unauliza Jumapili itafika saa ngapi? Itafika lini? Angalau niende nipatikane mbele za Bwana. Leo naitisha hiyo neema ya kiu ya Mungu irudi tena kwa jina la Bwana. Nasema hiyo neema irudi tena kwa jina la Yesu. Ile siku ambayo hautaambiwa unahitajika in the house of God. Nowadays, unaona watu wengi wanatoka kwa madhabahu, hata wengine wanaenda kutafuta viti hizi tu ya contract ya 5 years. Na miaka hizo ambayo watu walipokuwa na shauku, watu hata wana resign kazi kubwa za benki, ya walimu, wanaacha wanaenda kwa kazi ya mwito ambayo hata hujaahidiwa mshahara mashari hata shilingi moja. Ile passion, ile uungu, watu walikuwa wanatamani kutembea na Mungu. Na ndio Moses anamwambia Bwana, kama uwepo wako hautaenda pamoja nasi, tafadhali Bwana usitutoe hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Now let's feel they don't mind. Aishi uwepo wa Bwana kwa maisha yake au akose kuishi, it doesn't matter. Na shida hii hata sana haijaanza sasa na washirika. Ninaona kama shida hii imeanza kwa madhabahu. Maana madhabahu ndio eneo ambayo ndio kisima, maji ya uzima inatoka ikitembea kuingia kule chini. Tunarejesha hiyo neema kwa jina la Yesu. Nasema tunarejesha hiyo neema kwa jina la Yesu. Inua mikono yako, sema Bwana Yesu, asubuhi ya leo naomba nipe kiu ya mapenzi yako kwa maisha yangu kwa jina la Yesu. Wacha kujilinganisha na mtu mwingine awaye yote. Wewe mwenyewe unaweza kujiita mkutano, ujiulize, mimi bado niko kwa njia sawa? Mimi bado geji yangu ya kiroho iko sawa au nimeteremka? Ninaongezeka au nimepungua? Unajua kuna vitu haustahili uambiwe na mtu. Wewe mwenyewe unastahili kujiangalia. Biblia inasema heri wenye njaa na kiu. Sema wenye njaa na kiu. Heri wao wenye njaa na kiu, kwa sababu watashibishwa. Biblia inasema heri wao ambao walie na kiu na njaa ya haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Zaburi ya 121, Daudi anasema nilifurahi sana waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Haustahili kuchochewa kwenda nyumba ya Mungu. You as a believer, you as a Christian, haustahili kuchochewa kamwe at all kwenda kwa nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama kuna kitu kwa masharia haina negotiation ya kwamba ni ngania au ni fulani ndio amenivunja moyo kwenda kwa nyumba ya Mungu, nobody ambaye anastahili kukudiscourage kiasi ya kwamba unakosa tamaa ya kupatikana in the house of God. Na wakati wote unajipata ya kwamba hauna mood ya kupatikana kwa nyumba ya Bwana, kwenda katika nyumba za ibada, tayari hauhitaji
explanation kubwa, ni vizuri tu ujue kwamba already umeatakiwa, na sio tu kuatakiwa, tayari umekamatwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ile ambayo utaamka kusikia kwamba with no reason, bila sababu yoyote, unasikia kwamba sijisikii kwenda kanisani, wewe ni vizuri tu ujue kwamba umemaliziwa. Hata sio kuatakiwa, tayari umemaliziwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na hata kuna wengine ambao wanajikokota kuja kanisani, na wakiwa katika nyumba ya ibada unasikia mtu ameboeka. Ni filimbi tu hujapigiwa kwamba uko offside, uko very boring, unasikia kwamba umechoka, unasikia ni kama you are in the wrong place. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haustahili kuwa na uzito ya kuja kwa nyumba ya Mungu, na ndio Biblia inasema heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Sasa Zaburi ya 121 inasema, Daudi anasema, nilifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Hebu tusome. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Twende nyumbani mwa Bwana. Nilifurahi sana waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Pastor John, kulikuwa na siku wakati ile ilikuwa ya baada ya corona kuisha, nafikiri haijaisha, ilikuwa tu inaendelea. One Sunday nilipigia Pastor Basharia, watumishi wa Bwana hapa, nikawaambia please, I'm not feeling good, so mtanikosa kwa ibada kwa sababu sijisikii vizuri. Na ikafika, it was on Sunday, watu wanajiandaa kwenda kanisani kwangu, na mimi nilikuwa najihisi kama sitaenda kanisa kwa sababu ya hali vile nilivyo. Hata hapa kanisani nilikuwa nimepeana report, unakumbuka? I was totally sick. So sasa naona watu wanajiandaa Pastor John waende kanisani, nikajiuliza, watu wanaenda kanisa na mimi nafaa kufanya nini hapa? Nikaona kama hii ni njama ya shetani, anataka kunimalizia nikae hapa. You know what happened? Mara moja nikaamka, nikajiandaa, nikagurumisha gari, nikaenda kanisani. Nilipofika kanisani, kakaa kwa kiti, nahisi kama sina nguvu. Ujumbe ukaanza kuja. Kafika wakati wa kuhubiri, nikasema first service sitahubiri, wacha nihubiri second service. Maana waliponiona wakasema kwamba bishop atatuhubiria. Let me tell you my brothers and sisters, Pastor John, mimi nilipona hapo mpaka saa hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilihubiri kuliko hata hizo siku zingine ambazo nilikuwa na afya, mpaka nikajisikia kama Mungu asaidie wateule kanisani Nyeri, maana Eliza alikuwa pale, alikuwa anachukua video. Nikawasema Bwana asaidia watu wa Nyeri waelewe ya kwamba nilikuwa honest to them kwamba sisikii vizuri. Maana after that kuna wale walinipigia kaniambia, askofu, tumekuona vile ulikuwa unahubiri, very powerful message, na ujumbe hapa ni ya kwamba tuombee mtu wa Mungu maana asikii vizuri. It was true. I was not feeling good. Lakini nilipokuja kanisani, ile pepo ambayo ilikuwa inanilongonezea ya kwamba usikii vizuri, hauna uwezo, unawezaje kwenda kanisani na usikii vizuri? Nilipo tu step kuingia nyumba ya Bwana,
ile hewa ikaondoka na nikapokea uzima kuanzia saa hiyo mpaka saa hii. Ile kipepo ilikuwa inajaribu kujiinua, maana ilikuwa nahisi ni kama corona, ilidisapia mpaka sasa. Kuna masauti zingine ambazo ukientertain, hiyo ndio lango la shetani ya kukumaliza. Kuna vitu ambazo zinatokezea kwa maisha yako maybe katikati ya wiki, na mnapelekana nayo mpaka Sunday, mnapelekana nayo mpaka mwezi unaisha, miezi miwili, miezi mitatu, hata 6. Usikubali kamwe kuwa disappointed. Usikubali kamwe kuwa discouraged. Don't allow the devil to discourage you. Kama niko na mtu wa kuamini asema haleluya. Usipee shetani nafasi. Na ndio nimewasomea andiko hapa miaka zote. Biblia inasema linda moyo wako. Oh haleluya. Kila mmoja asema haleluya. Linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana hapo ndipo chemchemi ya uzima huwa inatoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnaelewa the story, wakati ambaye shetani Pastor John aliyejihudhurisha mbele za Bwana, Mungu akamuuliza shetani, wewe umetoka wapi? Akasema nimetoka huko na kule na kule. Akaulizwa, umeona mtumishi wangu mmoja Ayubu ambaye ninayependezwa naye? Akaambiwa ni vile hujaguza. Akaambiwa anaenda guza mali lakini usiguse yeye. Mali zote zikaenda na akabaki akaja mtu hapo alisema yote imetoka kwa Bwana. Na akararua magoti akasema jina la Bwana libarikiwe. Shetani akarudi tena akasema kwamba babi jamaa akasema ako sawa kwa sababu hujagusa mwili wake. Akaambiwa nenda gusa mwili lakini usiguse nini? Usiguse roho. Shetani hajawahi pewa ruhusa hata dakika moja kugusa moyo wako. Mtu angesema haleluya. Nasema hajawahi pewa ruhusa ya kugusa mwili wako. Na mimi naamini ya kwamba roho iko ndani. Na kama roho inaweza kuona ni kwa sababu ya kupungukiwa na uwepo wa nini? Wa Mungu. Leo ninaweza kuwa mwili ni mnene na inaweza pungua na yonenesha, but breathing ina remain ikiwa the same. Bwana Yesu asifiwe sana. So maandiko yanasema heri wenye kiu na njaa ya haki, maana hao watashibishwa. Hauna sababu kamwe as a believer ya kusema ya kwamba mimi sijisikii kwenda kanisani. Sometimes unakutana na Wakristo all serious believer ambaye miaka yote umemjua mpaka hata mbingu inakutegemea wacha kanisani. Unasikia mtu anasema kwamba sijisikii kwenda kanisani. Usa mtu mwambie usiwahi fika hiyo level. Ongelesha mtu mwambie usiwahi fika hiyo level. Amen. Usiwahi fika hiyo level. Kiasi ya kwamba ati kuna mambo tu yamekusunguka. Use my son Peter ananiambia mzee, kwa tuna drive sisi wawili tu tukielekea mahali mashambani. Kaniambia mzee, unaona kuanga na roho ngumu sana. Nikamwambia kijana, ni kwa nini? Akaniambia mzee, ile vitu wao nimeona unakutananga naye ni mazito na sijawahi ona ukiwa umeinamisha moyo. Nikamwambia nao umeona vyema, na ninaweza tamani uone ya kwamba hiyo moyo ni safi, maana sijawahi kuwa disappointed. Saa ingine anapitia mambo mpaka yanatokota Basharia, lakini sijawahi inamisha uso, sijawahi kunja uso, because niliamua ya kwamba hakuna kitu kinaruhusa kuingia kati yangu na Mungu. Nilisoma andiko moja ilibadilisha mawazo yangu. Maandiko nasema, tazama niko pamoja nanyi hadi ukamilifu wa nini? Wa dahari. Mahali tu wa best friends, marafiki zako wa dhati wanaweza kukufikisha ni wakati ambao wanasema tunaenda kupea mkono wa nini? Mkono wa buriani.
Mnaelewa hiyo Kiswahili? Mkono wa, what's the meaning ya mkono ya buriani? Kukuaga, kusema bye. Lakini Mungu yeye anasema niko pamoja nawe hadi ukamilifu wa dahari. Inua mikono yako, sema haleluya. Kama unapenda Yesu, mwambie Bwana ni asante kwa sababu sitabaki vile alivyo. Paulo anamwambia Timotheo, Timotheo, usiache kuchochea karama uliyopokea tangu nikuwekelea mikono. Amen. Kuna wimbo samani kule Samburu wa mama wa Kongo walikuwa wanaimba. Nafikiri ni wale wa mama wa ile revival ya Tendereza. Nafikiri Pastor John Maisha Tendereza. Walikuwa wanaimba, wanasema kanyo pasai nani ndogo lito nijo yemedemu ola itoriani. Yaani hizo nyimbo nafikiri hizo hata sinastahili kwa kitabu cha Tenzi za Roho. Ni nini chambayo umeifanya kwa nzito ambaye Bwana haiwezi? Haimaanishi unaweza kukutana na challenges. Haimaanishi unaweza kukutana na mambo mazito. Utakutana naye, maana wewe ni mwanadamu wa kawaida. Uko na asili ya kikawaida, lakini there's a seed of God inside you. Oh, sema hallelujah. Ndio unaona kwamba haupasi kuachilia hiyo kiu. Kila wakati tamani moyo wako kujawa na neema. Jeremia chapter number 9. Tusome hiyo. And verses number 1. Oh, hallelujah. Nasema hallelujah. Praise the Lord. Pastor John, the secret of a man of God. Anastahili siku zote awe na Mungu kukiwa na watu na bila watu. Mtu wa Mungu hawezi jisikia kwamba kuna Mungu maana kuna watu. Mtu wa Mungu anastahili kukaanga na Mungu maana yeye ni custodians ya Mungu. Mtu aseme haleluya. Yaani unastahili saa zote wewe kuwa tu wa Mungu. Hata sasa unaendesha gari, invite the presence of God. Kiasi ya kwamba sasa ingine unafika mahali unasikia ni kama umelemewa na nguvu za Mungu, unaweka gari kando kwanza kidogo kumuinua, mwambie Bwana na ulie kabisa kama unasikia kulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. My spiritual father, the late Bishop Segel, ule mzee alikuwa akianza safari, kuna muda tu anafika unasikia amekata hewa ya kuongea na watu. Alafu anaanza kuimba kawimbo. Hakuwa mwimbaji mzuri, lakini alikuwa tu na kawimbo yake. Hakuna Mungu kama wewe. Sasa akianza hiyo, hakuna mtu atakuongelesha tena. Akifika mahali anabadilisha sasa hiyo. Anaanza maombi. Hiyo gari inakata hewa kama kitu kingine. Kumbe mtu wako kwa mbingu ya, sijue mbingu ya ngapi. Huyo mwanaume ataomba mpaka hiyo gari, ile uwepo utakuwa hapo ni ya maajabu. By the time akienda kusimamisha hiyo gari, macho imetana kuwa red kama damu vile alikuwa anamlilia Bwana. Amen. Laiti kichwa changu kingekuwa maji na macho yangu kuwa chemchemi ya machozi. Unasikia hili ombi la Jeremia? Anasema laiti kama kichwa changu, laiti kichwa changu kingekuwa maji na macho yangu kuwa chemichemi ya machozi. Hii ni desire mtu anajitakia. Hii ni ombi mtu anajiombea. Laiti kama kichwa changu kingekuwa maji na macho yangu kingekuwa chemichemi ya maji. Ndio hiyo tu andiko naendelea kusoma ukitaka mpaka kule mwisho. Ninaona Jeremia hapa alikuwa
anauliza hiyo passion kwa sababu ya burden ako naye, kwa sababu ya watu, kwa sababu ya binti. Na wanaishi unakuta mtu ya kwamba mambo hayaendi vizuri nyumbani, mambo hayaendi vizuri kazini, mambo yake ya kiroho hayaendi vizuri, lakini you don't care. Bwana Yesu asifiwe sana. Hujawahi jua the moment una disclose your mahitaji yako kwa watu ndio utaumia zaidi. Na ndio maandiko yanasema kwamba leteni hoja zenu zenye maana mbele zangu. Inasema tena msijishughulishe kwa kila jambo, bali kwa kusali na kuomba na haja zenu sijulikane na Mungu. Sasa siku hizi haja zetu watu wanaifahamu sana habari yako kuliko vile Mungu anaifahamu. Kwa sababu force ourselves to men. Even wrong people. Because sio kila mtu ambaye umeruhusiwa in this Bible upelekea mahitaji yako. It's only the man of God, a priest. Malaki chapter number 2 verse 7. Biblia inasema na mdomo ya kuhani hifadhi maarifa, maana yeye ni mjumbe wa Bwana na watu wanaenda kutafuta mashauri kinywani mwake. Weka hiyo. Malaki chapter number 2 verse 7. Watu wengi wamekuwa destroyed. Ile passion ya Mungu imeisha kwa sababu umejiachilia badala uende to the right place where you can pour your heart before God. Soma. Kwa maana yapasa midomo ya kuhani. Kwa maana inapasa mdomo ya kuhani hifadhi maarifa. Kwa nini? Tena yapasa watu kuitafuta sheria, kwa maana kwa kuwa yeye ni mjumbe wa Bwana. Kwa kuwa yeye ni mjumbe wa Bwana wa majeshi. That is the person ambayo umeruhusiwa kwenda kufungua moyo wako kwake. Na yeye pia as a man of God anastahili kuhifadhi maarifa. Maisha ya watu wengi imekuwa destroyed because umefungua moyo wako to the wrong people. Na those wrong people wakateka advantage. Wanasema ya kwamba anaonekananga mwenye nguvu, kumbe ni mdhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Naachilia neema ya ukiu ya Bwana ndani ya moyo wangu kwa jina la Yesu. Usiwahi kubali kutamani kuwa na maisha kafu ya kiroho. Kataa. Wale ambao tumejaliwa ya kwamba kwa neema ya Mungu tumejenga nyumba zetu wenyewe. Uko na compound yako. Wakati unasikia kwamba singizi imepaa, sio dhambi na sio makosa utoke uende kwenye sitting room yako, au ikiwezekana uwe na room yako ambayo unaita power room, au unaweza toka kwa compound yako mahali ambayo utakuwa disturbed. Enda uombe. Ukisikia kulia, lia. Ukisikia kulala kifundifundi, lala. Unajua kuna maombi ambayo wewe siomba hata mtu akiwa hapo, si ni kweli? Hata kama ni mke wako, hata kama ni mume wako. Kuna maombi ambayo ya vita spiritual warfare yako unaweza ingia, anaona kama your spouse anaona kama ni yeye unamuingilia. Kumbe uko kwa ulimwengu mwingine. Uko kwa nini? Mnanielewa? Mbona mmeninyamazia hapo? Uko kwa ulimwengu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio Biblia inasema hata Yesu mwenyewe kuna wakati alikuwa anaamka asubuhi na mapema na anaenda mahali ambapo hakuna watu. Anaomba mpaka watu wanakuja kumtafuta. Nafikiri kwa kitabu cha Marko, siji 1:36 iko tu around there. Yesu anaamka asubuhi na mapema kabla ya mapambazuko, anaenda mahali ambapo hapana yoyote ile. Anaomba mpaka watu wanakuja kumuuliza Yesu, mitume wanakuja kumuuliza, Bwana, watu wanakutafuta. Hata wakati alipopeleka Yohana na Petro kule milimani, ilifika mahali akawaacha.
akaenda mbali kiasi pa kutupa jiwe. Kuna wakati unashughulikia hali zako za kiroho na hali zako za maisha, unahitaji private place. Unahitaji kuwa mahali pako penyewe, mahali ambapo utajishughulikia, mahali ambapo utajikomboa wewe mwenyewe. Hata hebu tusome ndio andiko imefika. Hebu tusome kwa pamoja, 1 2 twende. Akaomba asubuhi ya alfajiri na mapema, akaondoka akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Unajua Morning Glory ilianzishwa na kanisa ya Pentecostal, ilianzishwa na Yesu, si ndio hii? Nasema si ndio hii? Si ni morning devotion? Yaani unaamka mwenyewe, kwa sababu kuna mambo ambayo lazima unahitaji kuyashughulikia. Let me ask you a simple question. Miaka 5 iliyopita, miaka 4 iliyopita, na saa hii ukijipima mwenyewe, are you still in the same level? Umeongezeka au umepungua, umekwama? Maana mambo ni 3. Aidha umeongezeka, aidha umepungua, aidha umekwama. Na hiyo tu ni swali unastahili kujiuliza mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Na kama umeongezeka, ni nini ambacho umekuwa ukifanya ndio ukaongezeka, ndio uongeze kuni moto from there? Na kama umekwama, ni nini ambacho kimekukwamisha hapo? Na kama umeteremka, ni nini imefanyika ukateremka? Na ndio Biblia inasema kwa kitabu cha Ufunuo, tafuta ujue ni wapi umeachia njia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mzee mmoja anasemanga, kuna ndugu mmoja alikuja na Bible. Bwana Yesu asifiwe sana, si ndio? Akatuambia Bwana asifiwe, si tukasema amen. Anauliza, huyo ndugu siku hizi ako wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Alitake advantage ya wakati huo kwa hitaji lake, na alipopata si alienda. Aya, Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimesema, mzee mmoja akasema, kuna ndugu alikuja akasema Bwana asifiwe, siku hizi hatumuoni. Kama una ufunuo, Mungu ni wa milele. Ngoja mtu mwambie Mungu ni wa milele. Nasema Mungu ni wa milele. Unajua kile kinanifurahisha ni Biblia inasema mbingu ni mbingu za Bwana na dunia imejaa mali ya Mungu. Mtu anasema amen. Nasema na dunia imejaa mali ya nani? Kuna ndugu mmoja anasemanga kule Kiambu, nikafa gavogo. Na mimi nasemanga nikafa agai. Hamjasikia hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka, akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba. Si mume ni mtu, si mke ni mtu. Unapaswa wewe mwenyewe wakati unaposhughulikia hali zako za kiroho, ikiwezekana uwe na mahali pako pa maombi. Ndio ukiomba upige nduru. Unajua kuna ndugu zingine ambaye, kwa mfano wale wa mama ambao wasia wajaokoka na mama ameokoka na amesikia ameomba mpaka anajazwa na roho,
na aanze kupiga nduru. Unafikiria huyo mzee ako na amani? Mimi nauliza, atakuwa na amani? Taona kama mlistop. So ni nini ambayo inastahili kufanyika? I wish kama huyo mama Mungu atambariki awe na nyumba kubwa na awe na powerhouse, mahali ambayo ataenda kucharge hiyo moto. Amen. Kama kule kwetu ukiomba sana na usikie moyo wako umebubujika, maana kile inatoanga machozi ni moyo kububuji. Moyo ndio imepasuka. Alafu sasa ukilia machozi kianza kutoka nini itakuwa nini nakula hii watu. Hiyo tu kanisa inatoka. Nini napiganga hii watu? Hawaelewi kuna kitu ambacho kiko ndani. Na ndio Biblia inasema brother Naftali, nitatoa moyo wa jiwe niwapee moyo wa nyama. Moyo ambaye ni mwepesi kujiunganisha na vitu vya viungu, vya kiungu. My message today ni heri wenye njaa na kiu. Usiwahi kubali kutosheka. Usiwahi kubali kushiba. Mtu mmoja wa Mungu aliwahi kuhubiria hapa Nyeri. Akasema Mungu huwezi mfahamu. Sasa unasema umemwelewa. Ukiinama hivi, ukiamuka ana sura nyingine. So ni kazi yako kuendelea kumtafuta siku zote. Aliambia Moses, hakuna mtu anaweza ona uso wangu akaishi. Na mtokezi yanga angalie mgongo, maana akiangalia uso anaisha. Lakini tena maajabu anasema kwamba mtumishi wangu Moses naongeanga naye uso kwa uso. Lakini kwa watu tu wa kawaida huwezi ona ukabaki the same. Peter na Yohana waliona utukufu umeshuka kwenye mlima wakati Yesu alikuwa anaomba pale mlimani. Wakasema heri tukae hapa. Tujenge viota 3. Yako, Elia na Musa, tukae hapa. Hata wakasao just kwa kuona tu utukufu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapaswa kuendelea kutafuta Mungu. Masi, endelea kutafuta Bwana. Usiwahi fika mahali unasikia kwamba kama umefika. Wakati ambapo unaona kama umefika ndio umeanza kuisha. Oh, haleluya. Nasema haleluya. Inua mikono usema, Baba, kwa jina la Yesu ninakataa kila attack na mashambulizi ya kimapepo kwa ulimwengu wa roho. Pokeeni neema kwa jina la Yesu. Jifunze wewe mwenyewe kujiamsha. Usikubali utulivu wa moyo. Usikubali ulegevu. Cha dhamana maishani mwako ni hiyo uhai uko nayo. Kani umaje na kuna amount of money unaweza pata roho itosheke? Inaweza tosheka? Hakuna amount of money. There's no any amount of money. Unaweza kuwa naye utajiri, buildings, taja, mashamba ambayo itatoshelesha moyo. Hakuna. Hakuna. Hakuna mwana unaweza zaa atosheleshe moyo. Hakuna. It's only the presence of God. Ni uwepo wa Mungu peke yake, na Mungu akikaa ndani yako. Kitabu cha Yohana tuangalie. Unajua ujumbe hii bwana, asubuhi tu nikitoka nikidrive kuja hapa ndio bwana akaniambia this is the message. But the second service na wale ambao mnatokanga usitoke, maana ninahisi leo kuwabariki. Hii mapepo ambaye inatembea kwa nchi hii, ambaye inasima neema ya Bwana na inaachilia roho ya mauaji na kisirani, tutailani kwa jina la Bwana. In the second service nataka leo mnisaidie tu. Mnajua tunaweza kuonekana a small church, lakini tunaweza kuwa tunamaanisha sana. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. John chapter number 7 and verses number 37 through verse 38. Weka. John chapter number 7 verse number 37. Unasema nini? Hata siku ya mwisho. Hata siku ya mwisho. Ile siku kubwa ya sikukuu. Yesu akasimama. Akapaza sauti yake akisema,
Mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi kama vile maandiko yanavyonena, mito ya maji yaliyo hai. Na mtu aseme amen. Inua mikono yako, sema nimekataa kuwa mkavu. Sema kwa fujo, sema nakataa kuwa mkavu kwa jina la Yesu. Verse 7. Rudisha madadi. Katika siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Na usisahau anaongea siku ya sikukuu. Si ni sikukuu? Si ndio hiyo? Siku. So tunapoongea sikukuu, si tunaongea manguli? Bwana Yesu asifiwe. Si tunaongea manguli? Kwa sherehe hawaye yote, si kuna vyakula, kuna shamra, all those things, kind of things. Lakini Yesu akadiscover kuna kitu ambacho akitoshelesha mioyo ya watu. Hawa watu kuna kitu wanahitaji zaidi ya chakula. Kile wanahitaji ni maji ya uzima. Na mtu angesema haleluya. Nasema ni maji ya uzima. Akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Hajaambiwa kwamba akiona kiu Pastor Peter aende kwa mfereji. Akiona kiu aje. Yesu anasema aje kwangu anywe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu unaweza fanya dunia hii roho itosheke. Nimekutana kwa hiyo miaka chache nimekuwa mhubiri na watu ambao wanasema, Bishop, naomba uniombee mtu wa Mungu, roho yangu haina amani. Wewe unaona huyu mtu anasema sina amani, unafikiri yeye ndiye amefika kwenye kilele cha mlima cha maisha. Hapo ndio nimediscover hakuna kitu ambacho unaweza kipata roho yako iridhike. It's only God. Na mtu aseme amen. Wewe hata sasa hivi mjana tuongoza kwa nchi hii, rais wa taifa, yako na amani hiyo mtu kweli? Kama sio vile wahubiri tumekuwa wadhaifu, wakiingia sasa hapa tunatetemeka. Huyo mtu amekuja kutafuta Mungu, si ni kweli? Kuna kitu roho yake inataka. Na sio yeye peke yake, all of them wanaweza kuwa na chochote kile. Amen. Lakini huwezi kuwa na kitu ambacho kinatoshelesha moyo. Sulemani alijaribu. Si alijaribu kuwa na vyote? Mpaka akajaribu kutafuta wanawake. Hebu mniambie hiyo wanawake walikuwa wangapi? 700 one man. Na wengine wangapi? 300. Aga tata nilikuwa nimegumia. Sasa 300 hao ni kina nani? Sasa hiyo ndio nilikuwa nataka. Mpango. Sasa wale ambao ni official wives ni 7, na baada kwa hiyo 700 baada hajatosheka, akaongeza zingine 100 ngapi? Mimi naona kwamba kwa hiyo wanawake yote ya Sulemani kila kabila iko hapo. Wewe unaonaje? Mimi naona kama kuna Masai 4 au 5. Hakuna kabila, hakuna weupe, weusi, werefu, warefu, wafupi, yaani alijaribu wote. Finally, ni nini Sulemani amesema? Akasema yote ni nini? Ni bure wa bure. Na mtu amesema ni bure wa bure. Hakuna Kiswahili kama hiyo, lakini ameweka ni bure wa, ni kama kukimbiza nini? Finally
Dearly brethren, what the Bible says. Biblia inasema vile aliendelea kuoa wanawake wengi, roho yake ikaenda mbali na Mungu. Ni mrajigwa. Roho yake ikaenda mbali na nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Roho yake ikaenda mbali na Mungu. Tuache huyo. Tuje kwa jamaa ambaye aliyekula nyasi miaka 7. Huyo anaitwa nani? Nebukadneza. Nebukadneza ni mtu aliyeinuliwa na Mungu. Ni Mungu ndiye alikuwa amemuinua. Na akawa very powerful leader. Siku moja Biblia inasema akaamuka tu kwa palace, akatembea juu ya dari ya nyumba. Unaelewa juu ya dari ya nyumba? Juu. Biblia inasema akaangalia mijengo, akaangalia fahari, akasema utukufu huu wote nimejenga kwa nafsi yangu. Biblia inasema akiwa hapo right there the spot. Biblia inasema akageuzwa mpaka akakuwa mfano ya mnyama mla nyasi, kwa sababu tu yeye hakuona ni Mungu, aliona ni yeye. Akageuzwa miaka 7 kule kishakani ya kila nyasi. Siku ile utalete chochote kwa maisha yako hivi, hiyo ndio ni kama ndio precious thing. Hiyo ndio siku utakuwa umepotesha. Na ni serious kiwango ya kwamba hata mtoto, anything ambayo uta exalt kwa maisha yako, maana sio unaelewa roho yako. Gusa mtu mabeni nini hiyo umeinua sana. Hiyo inataka kwa Mungu wako, na Mungu usipochunga ni rahisi ya kuondolee. Yaani ni serious to that level. Na sijawastua, hiyo ndio ukweli. Ile ambayo utakuwa umeinua hivi. Hata Biblia inasema kwa mambo ya nyakati kuna wengine hata wanabudu kasi ya mikono. That's why mnaona kwamba watu wanatushinda. Kwa sababu ikifika saa ya ibada, si wanaenda? Wewe, si wanaenda? Very serious, hata kando ya barabara. Na nakwambia mimi naingia kusali. Na wanasema ile madhabahu inachochewa, inapashwa moto kila wakati, hiyo madhabahu ndio inatawala. Ndio inafanya nini? Wewe, ndio inafanya nini? Najua mtu wangu wa media aliniambia kwamba sasa usiniambie ni posti, maana sio ya kuposti hii. Sio alikuwa ameniambia. Sasa niko karibu kumaliza. Kwa nini sisi kama Wakristo tunang'ang'ana? Kwa sababu madhabahu zetu, candle zetu tunahakishanga tukizima. Tunahakisha tukifanya nini? Tukizima. Ikiweka tu kidogo hivi upate kile ulikuwa unatafuta, mnasima sasa unaenda. Ikikuwa giza unakimbia tena kuhakisha. Sasa sisi tunashindana tukihakisha wakati kuna hitaji. Lakini kuna mtu ambaye yeye sio mahitaji, ako pale kila wakati kudumisha moto wa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Na waendangi kwamba ndio wapate muujiza. Kazi yao ni kudumisha muujiza, inaendelea kila wakati. Hata stima inapatianga alafu inapatia kidogo. Praise God. So Yesu akasema, mami ninafundisha ujumbe ya kuhusu kuwa na kiu na njaa ya haki kwa sababu ya Mungu. Maana watu wamedidimia. Matthew chapter number 6:3 inasema nini? Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu pamoja na haki yake, na hayo mnayotaka mtazidishiwa. Pastor John la Sunday but one, nilikuwa nahubiri Suswa. Unajua Suswa? Tumeipita na wewe. Mama niliyemhubiria miaka 25 iliyopita. Maana Saturday ndio niliingia kwa revival. Can you imagine you that revival nilihubiri, tulimaliza revival saa 7. Watu walikuwa wanabebwa na mashuka nyumbani. I thank you Lord Jesus. Na hata niliposimama tu
Nikaanza tu kuimba wimbo, nitasimama kwenye mnara nione vile ili change kutoka saa 3 mpaka saa 7. Sasa watu wakapigiana masimu hiyo dunia yote mpaka Waso kule Maimahio. Kuna mtu wa Mungu wako hapa. Sasa sikiliza, mama moja akakuja. Akasema nimekuja na picha, na akakuja na picha ya miaka 25 iliyopita. Akasema nataka niende nione kama ni yeye. Maana huyo nilifikirianga amekufa na sijawahi sikia tena. Akakuja kuniangalia, sasa nimechange, nimekuwa mtu mrefu, nimenona, niko kitambi, anaona. Sasa akangoja niingie kwa ofisi, akakuja akasema nimekuja tu, nimeomba mchungaji nikuone, ni confirm kama ni wewe. Kuangalia nikamwambia huyu ni mimi. Mama wenyewe akapasuka kulia. Akasema nimeokoka, wewe ndio uliniombea kwa kwangu. Na nikakumbuka hizo wamama miaka hizo walikuwa wanatupea uji ilikuwa kwa kibuyu ya yellow, ilikuwa inakakata sana, maana wakati hiyo maskini na pia na shida injili itakikani, tulikuwa aggressive 25 years ago. Mimi sikuwa na habari nyingine, ni kuhubiri tu habari njema ya ufalme wa Mungu. Even now sikuwa na chochote, maisha ilikuwa haina formula. Lakini kwa kuwa mwaminifu na kwa kudumisha ile moto wa madhabahu, ile passion, ile kutaka Mungu amenireward. Na ile kidogo tayari niko nayo, hiyo tu ni just a sign. Mimi nawaambia ukweli wa Mungu. Oh, hallelujah. Tell your neighbor, wacha kujisima mapema. Ongelesha mtu, mwambie wacha kujisima mapema. Biblia inauliza msipokuweza kuwa waaminifu kwa hizi machache, ni nani anaweza aminia the real riches? So finally brethren, kwa sababu ya muda, mahubiri haya hawezi isha, maana ninasikia tu sinakuja. Kipimo ya vile Mungu atakubariki hawezi zidisha kiwango ya ufanisi ya moyo wako. The real riches itaambatana na kiwango ya ukuaji ya moyo wako. Vile unaendelea kuinua moto wa madhabahu. My daughter Wangeshi, last Sunday 2-3 iliyopita nilidedicate motorbike ya kwenu hapa, ambaye ni gari. Hiyo ni kionjo. Sasa mko na kazi. Maana imani yenu isipopita nduthi, nani atawaaminia gari? Nilianza kuaminika na gari ya KPW green, nilinunua 40,000. Nikawa mwaminifu, nikaendesha, nikawa naenda mission na ile naambianga nilijasiwa mafuta tangi ikaanguka. Mungu akaninua, nikapata Isuzu Trooper KXC, nikaendelea mpaka mahali sasa niko. Mimi sina haraka na kukimbishana tena mavieta. Hiyo yangu naendanga na utukufu vile Mungu ananipeleka, maana siwezi kubali kitu ambaye ita corrupt kile Mungu aliweka ndani yangu. Kwa na Mungu ni kuwa na vyote. Sasa Mungu anaendelea kukudokeza kulingana na vile unaendelea kugrow. Siku ile utaanza kudumaa. Mnaelewa kudumaa? Siku ile utaanza kukwama, that you are not growing. Mungu atasimamia hapo. Haoni haja kukupeleka. Mume ya mama yetu hapa, nimetembea naye miaka 3, tulikuwa tunamsengenya na mama juzi. Tukasema Kaduma atakuwa askofu tofauti kwa hiyo dini. I'm telling you. Atakuwa tofauti kabisa. Maana yeye hajawekwa pale tu kwa kuwekwa. Jamani, mchapakazi. Anapenda Mungu tangu miaka yake yote. Juzi tulikuwa tunatoka kuja wajeno sekretari ananiambia na ubugu Kaduma mapema, maana watu wanaleta shida sana kwa conference. Wanasema tunataka Kaduma. Sema very good man. Very social man. Mtu very joyful man. Najua nyinyi mnaonanga kama ni mchezo. Stima imepotea.
Ongea kitu kule kwa dunia nyingine. Kama Mungu anaweza watendea, na sababu tu ni rahisi, very simple. Hiyo tu kutaka Mungu. Niene gwada gai. Mimi nasikisanga na saa ile usiku na amukanga. Nasikia nataka kuchochea roho yangu, kuna wimbo nawekanga ya Charles Kingori. Na Charles Kingori nataka kumtafuta nimleta marazi hata hajaimba. Tukuje tu tukae tukunywe chai. Niwekeanga hiyo wimbo, namwambia hii kitu umeimba ina nguvu sana. Kuna wimbo anaimba anasema gayo negere thayo. Nondo thayo ore ni akirete besha na ido. Sio kama kuna mtu amesikia hiyo wimbo. Umesikia hiyo wimbo? Hiyo kitu nayakanga usiku saa 8. Hata siombi, ninalala tu kusikia kimbo. Machozi yananipita hapa. Gayo negere thayo. Nondo thayo ni akirete besha na ido. Bwana sio sana. Najua kama ningekuwa mhubiri mjinga zaidi ningekuwa tunakimbishana na mbuzi na nini huko. Lakini mimi nilijua kile ambacho kinanipendeza maishani mwangu ni kuwa na Mungu. Wapendwa, maana injili siwezi maliza. Mama najaribu kumaliza, hii kitu ni kubwa. Nikitoka kwa nyumba kuja kwa church, Mungu akaniambia hiyo story yako leo yote utaacha. The message here. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana watashibishwa. Tusimame. Kusa mtu mwambie kuanzia leo sita kusukuma kupenda Mungu. Penda Mungu. Nyosha mikono yako tu mwambie Bwana. Fungua kinywa chako mwambie Bwana niko tayari kwa sababu yako. Mwambie tu Bwana ni asante. Kila mmoja nyosha mikono yako. Hebu gusa hiyo kitu ya roho ambayo imetulia. Nimewaambia kwamba ibada za Bwana sio ibada ya umati, ni ibada ya moyo. Ibada za Jehova Mungu wetu wa Israeli, sio ibada za wanadamu, ni ibada ya moyo. Ni wakati ambapo utajipata mbele za Bwana na ukimwambia Bwana, please God have mercy on me. Ukimwambia Bwana, take full charge of my life. In the name of Jesus, my glory. In the name of Jesus, my Son of God. Thank you for your presence. Inua sauti yako. Inua sauti yako kila mmoja. Usikubali kunyamaza. Usikubali kunyamaza. Unaona kama kuna kachai na uangalie kama ile kuna ile ina maziwa. Sasa kila mmoja inua sauti yako mpendwa. Usinyamaze. Mimi nimekupea nafasi. Hebu tuenda kilini cha moyo. Nenda kilini cha moyo saburi. Hata kama kisima cha moyo wako ilikuwa imesibwa, nataka kwa hiyo dakika moja chimbua saa hii. Chukua sina kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema maadui walishiba vizima vya Isaka, Yakobo. Maandiko yanasema akachimbua vizima vyote. Akarudi akachimbua vizima vyote. You must disappoint your enemies. You must disappoint your enemies in the name of Jesus. Wakimali ambao wamekufikiria wamekuweka, mali ambao wanaona kama wamekumalizia, mwambie Bwana ninaamka tena. Oh shanda la barabosa kalaba. Ila moja mwambie Bwana ninaamusha vizima. Lazima vitoboke. Lazima vitoboke tena. Jesus in Central Nyeri, Marlal, Kenya kwa ujumla. Kanisa la Yesu kule Keno, kwa ndugu yangu Bishop Kaduma, vizima vya maji ya uzima. Kalabashalaraba. Maandiko yanasema Yesu akasimama kwa siku kuu, akapaza sauti yake akasema, na mtu akiona kiu na aje anywe maji, na anayeamini vizima vya maji itatoka. Vizima vya maji itatoka. Vizima vya maji ya uzima itatoka. Shakarabalaba zakalababuria. Wapendwa, unaweza kuwa na mali nyingi, unaweza kuwa na pesa nyingi, unaweza kuwa na majina, unaweza kuwa na chochote, lakini I've come to tell you my brothers and sisters, hakuna kitu ambaye inaweza tosheleza moyo, na hakuna kitu ambaye inaweza satisfy your heart. Unaweza kuwa na watoto, unaweza kuwa na mke na mume, unaweza kuwa na boyfriend girlfriend, hauwezi toshea moyo wako, hauwezi toshea nafsi yako, hauwezi toshea moyo wako. Ninashangaa kama uneni na moyo wako sahihi. Nimesema ibada ya Mungu sio watu, ni moyo. Ni moyo ya wale ambao wamekuja, ni moyo ya wale ambao wamekuja, ni moyo ya wale ambao
wamekuja, ni moyo ya wale ambao wamekuja. In the name of Jesus Christ, Son of God, ninaachilia roho ya revival, ninaachilia roho ya uamsho. Mahali ambapo umeshindwa utashinda, mahali ambapo umekuwa disappointed, ndio Bwana anakuponya moyo wako. Mwambie Bwana, nakataa kuwa disappointed, kuwa discouraged, nakataa uwepo wako usitenganishwe na mimi. Mwambie Bwana, mchana wa leo ni mchana wa furaha na amani kwa jina la Yesu. Na watu wa Mungu waseme haleluya. Nasema na watu wa Mungu wainue sauti yao waseme haleluya. Inua mikono yako yote miwili. Sema Bwana Yesu, ninasikia kama tunaistahili kuomba maombi haya ya toba. Sema Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Asubuhi ya leo nisamehe dhambi na makosa. Mali ambapo nilianguka, mali nilijipata kwa unajisi, na ikakausha neema yako kwa maisha yangu. Sema Bwana Yesu, nioshe tena, nirudishie roho ya furaha, rudishie roho ya amani. Kwa jina la Yesu. Sema kuanzia leo na kuendelea, nakataa kufanana na dunia, nakataa kufanana na ulimwengu, nakataa kujifananisha na marafiki wa kawaida. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Na watu washangilie Bwana kwa shangwe na vigelegele kama unamaanisha hivyo, kwa jina la Yesu.